Mchungaji wa kanisa la Moraviani jimbo la Tabora Magharibi, Simon Maliseli, amesema jukumu kubwa la wachungaji wanaoshiriki katika idara ya elimu ya Kikristo mashuleni ni kusimamia na kuwajenga wanafunzi katika maisha ya kiroho. Akizungumza na Radio Tabora FM katika sherehe ya kidini iliyoandaliwa na tawi la UKWATA katika shule ya New Era iliyopo Tabora Manispaa, mchungaji Simon Maliseli amesema kuwa asilimia kubwa ya wanafunzi mashuleni wameelekeza mawazo yao katika kuajiriwa baada ya kuhitimu masomo yao, hali inayopelekea wanafunzi hao kurudi nyuma kiimani. Jambo la kwanza ambalo sisi wachungaji wote ambao tunashiriki katika idara hii ya elimu ya Kikristo mashuleni, ni wajibu wetu sasa kuhakikisha kwamba tunasimamia na kuwajenga katika maisha ya kiroho. Maana pamoja na kuwa na elimu yao wanayoipata, lakini napaswa pia waishi katika maisha ya kiroho ya kumcha Mungu. Mfano, ukiangalia asilimia kubwa vijana wengi sasa hivi pamoja na kuwa wanasoma, lakini mawazo yao na maelekezo yao sana wamejikita kwenye habari ya kutaka ajira haraka. Lakini kama wasipomshirikisha Mungu kwenye mambo haya, ndipo tunakuja kuwa na taifa ambalo halina watu wenye maadili. Sasa sisi kama wachungaji ambao tumepewa majukumu haya ya kuwalea wanafunzi kwenye idara hii ya UKWATA, ni wajibu wetu sasa kuwajenga wajitambue kwamba baada ya maisha haya ya elimu wanayoipata, lakini kuna maisha mengine baadaye ambao wanaweza wakayapitia. Lazima wajitambue, lakini lazima watambue wajibu wao wa kimungu. Sanjari na hayo, mchungaji Simon Maliseli amemshukuru Askofu Ezekiel Yona kwa kuwapa wachungaji jukumu la kusimamia elimu ya Kikristo mashuleni katika kueneza neno la Mungu. Sema jambo la shukrani. Nimshukuru baba yetu wa kiroho, baba Askofu Ezekiel Yona, ambaye yeye pamoja na kamati yake tendaji amehakikisha anatupa jukumu hili la kusimamia idara hii ya elimu ya Kikristo. Lakini kuna mratibu wangu ambaye yeye ndio kiongozi wangu wa idara hii, kwa jina anaitwa mchungaji Shadraki Bozibona. Yeye ndio mratibu, anaratibu idara ya elimu ya Kikristo pamoja na UKWATA mkoa mzima wa Tabora mpaka na wilaya zake. Kwa hiyo sisi kama wasaidizi wake ni wakati wetu sasa kusimama, lakini pia wale walezi wa matawi ya UKWATA tuna wajengaji, lazima tuwajenge, watambue wajibu wao. Hii kazi sio ya mtu mmoja tu wala si ya kanisa moja. Makanisa yote, japo sisi kama wachungaji wa kanisa la Moraviani ni kama vile tumepewa jukumu hili, lakini tunafurahi, tunashukuru, tunaona sasa kwamba na makanisa mengine tunashirikiana nayo. Mfano KKT, Anglikana, TAG, wote tunashirikiana nayo. Kwa hiyo tunajenga mfumo wa kuona kwamba hawa wanafunzi kuanzia msingi, kuanzia shule za msingi, tuhakikishe tunawajenga katika maisha ya kiroho ili waweze kumtumikia Mungu, lakini wajitambue wapi wanakwenda na wapi wanatoka. Naomba niishie hapo na mtimu hapa New Era kwa mwaka huu 2025. Mungu awasaidie wakafanye kile ambacho wanakitamani kufanya katika mioyo yao. Maana ukisoma hata katika maandiko matakatifu, Yesu Mungu akasema kwamba tazama, ninatamani roho yako na ifanikiwe mpenzi, kama vile moyo wako unavyotamani. Basi hivyo ndoto zao zikatimie, lakini waende katika maadili ya kimungu. Mimi ni Faraja Simkwai wa Radio Tabora FM.